Live. You're listening to Live with Men, the podcast. Assalamu alaikum Zanzibar. Jamani sisikie. Assalamu alaikum Zanzibar. Makofi kwetu sote ambao tumefika hapa siku ya leo. Na naomba nitoe makofi au sababu ya kusema tupigiane makofi kwa sababu kufika hapa na kuzungumzia ambacho tunataka kuzungumzia ni kitendo cha ujasiri kidogo, sababu ni mazungumzo ambayo yanapaswa yafanyike na sio mazungumzo ambayo wengi wetu huaga tunapenda kuyafanya katika namna ambayo inapaswa kufanya. Kwa hilo, kwa wewe ambaye umetoka nyumbani, umefika hapa, umetoka ulipotoka, umefika hapa kwa ajili ya kuja kujumuika nasi, tunasema asante sana. Mimi naitwa Michael Baruti, mwenzangu anaitwa Nadia Ahmed, ni timu ya Men the podcast ambao tunafanya kipindi cha mtandao kikiwa maalum zaidi kwa ajili ya kuzungumzia afya ya akili kwa wanaume. Na leo hii hapa Zanzibar tumekuja kuzungumzia swala zima la ukatili wa kijinsia. Na najua mara nyingi tukianza kusikia swala la ukatili wa kijinsia, wengi wetu waga tunakuwa tuna mawazo matatu. Na kama ni ukweli mnipigie makofi. Moja, tunahisi linamhusu mtu mwingine alituhusu sisi. Nimepatia, nimekosea? Pili, tunahisi tupo kwa ajili ya kuwasema wanaume. Uongo kweli? Tatu, tunahisi inaweza kumtokea mtu mwingine lakini sisi haiwezi kututokea. Uongo kweli? Na hapo ndio tunapokosea. Na mshiriki mkubwa wa hili swala ni ukimya. Mshiriki mkubwa au kitu ambacho kinachochea sana swala zima la ukatili wa kijinsia kuendelea kutokea ni ukimya. So, nataka niulize kitu. Kama umewahi kusikia hii kauli, naomba upige makofi. Au vipi? Kama umewahi kusikia mwanaume lazima aogopwe, piga makofi. Kama umewahi kusikia usilie wewe mwanaume kaza, piga makofi. Kama umewahi kusikia akikosea heshima mweke mahala pake, piga makofi. Sasa na swali jingine. Ni nani aliwahi kushuhudia yote hayo afu akachukua hatua? Kwa narudi pale. Hili ni tatizo la kijamii. Upande wangu wa kulia tuko na Bwana Mohamed Mihambo. Yeye ni msaikolojia tiba kutoka hospitali ya hapa Kidonge Chekundu Zanzibar. Na nataka tulizungumzie hili katika uhalisia wake kabisa wa hapa Zanzibar. So nataka nianze na swali kwa Nadia hapa ambaye ni mtaalamu zaidi wa mambo ya afya ya akili. Nadia, kwa mtazamo wa afya ya akili, kipi waga na hii kwa sababu unafanya pia ushauri nasaha, unazungumza na wanaume walio wengi, nataka kufahamu kipi waga kinaendelea kwenye akili ya mwanaume ambaye anadhani suluhisho la mambo yote anayopitia ni ukatili dhidi ya ukatili wa kijinsia au kuchukua hatua ambayo inaweza kumdhuru mwenzake? Kipi, what's going on in this man's mind? Ni kipi ambacho kinaendelea kwenye akili ya mwanaume huyu? Kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakampelekea mwanaume kufika kwenye hatua hiyo. Maana hatuwezi tukasema ni jambo moja. Hamna, ni mchanganyiko wa vitu tofauti na muda mwingine sio kitu kimoja ambacho kinaweza kampelekea mtu kufika hatua hiyo. Tukiongelea hivyo nitashare point kama chache. Right? Cha kwanza tumekiona hapa sasa hivi kwamba mfumo wetu wa jamii, mafunzo tunayoyapata, makuzo mwanaume anayoyapata yanamjenga mwanaume kunormalize au kuona na kama ni kitu sawa, kitu cha kawaida kwenye jamii yetu. Na ndio maana wote tumepiga makofi. Sio wanawake, sio wanaume. Si ndio? Kwa sababu kwenye jamii yetu, kwenye malezi yetu tulivyokuwa, tunachokiona, tunachokisikia ni kwamba mwanaume ni sawa, ni sehemu ya mwanaume. Si ndio? Kama ni kuadhibu au kuexpress hasira. Na tukiongelea ukatili ni hisia gani? Hamna mtu ana furaha afa anakuja anafanya ukatili. Ni kuna hisia ambazo ni hazileti amani kwa mtu mwenyewe nafsi yake. Aidha mtu ana huzuni, ana uoga au ana hasira. Na muda mwingi hasira sio hisia yenyewe. Muda mwingi hasira ni inakuja kufunika kwamba kuna mambo mengine kabla ya mambo mengine. Okay. Ni aidha nahisi kwamba nimevunjiwa heshima, ndo naona ni sawa kwa sababu amenivunjia heshima basi ni anastahiki. Si ndio? Kuna uoga
kwamba nitaonekanaje kwenye jamii. Labda mwenzangu ana kipato kikubwa kunishinda kwa mfano, si ndio? Jinsi gani nimweke kwenye nafasi yake? Tunatumia sasa zile nguvu ambazo Mungu ametupa. So kuna mambo tofauti tofauti, lakini kingine ambacho ni muhimu, maana hivi ndio tunavizungumzia sana, kwamba jamii na malezi na makuzo na jinsi gani tunaelewa. Lakini mimi ningependa pia kuongelea kwamba mwanaume katika jamii, tunazungumza sana kwamba mwanaume ni mpambanaji, mhangaikaji, yani yeye ndio anaenda kutafuta, analeta. Lakini tunasahau kwamba kutafuta na kuhangaika kila siku pia kunatuweka kwenye yani tuko constantly kwenye survival mode. Muda wote unapambana, ni muda wa upambanaji tu muda wote. Sasa mtu akiwa kwenye mfumo wa upambanaji muda wote, ule uwezo wake wa kuhimili sasa impulse zake au hasira zake au hisia zake unapungua. Kwa sababu muda wote niko kwenye mchakato. Si ndio? Lakini pia inakuwa mtu anachoka, ule uwezo wa kujizuia unakuwa unapungua. Inamweka mtu kwenye nafasi ambayo yuko kidogo, yani ni exhausted. Sasa haimaanishi kwamba tuseme okay ni sawa endelea, lakini inatuambia au inatuhamasisha kwamba inabidi sasa kama wanaume, kama wanawake labda waliowazunguka wanaume, kuhamasisha hao wanaume kuchukua nafasi ya kupumzika. Sio muda wote tu nyinyi wapambanaji, si ndio? Sio mpaka uumwe ndo upumzike. Na sasa hivi ni muda mwingi mpaka mwanaume yani hajiwezi, hawezi kutoka kitandani. Anaweza akawa na malaria, anaweza akawa na mafua, anaumwa, lakini ana nguvu kidogo, anaweza kunyanyuka, atanyanyuka, ataenda kazini. Ataenda mtaani kupambana. Lakini ule uwezo wa mwanaume kuchukua muda na kujitazama, kupumzisha nafsi yake, kupumzisha mwili pia ni muhimu, kwa sababu hiyo inasaidia kupunguza ule mfumo, kuunyamazisha. Si ndio? Ili mwili upate kujijenga, ili uendelee kuwa na ule uwezo wako wa kujihimili. Right? Kingine ningependa kukizungumzia pia ambacho ni tabu, ni kwamba kwenye jamii nimekuwa kama ni utamaduni. Ni utamaduni. Sijui nisemeje narcissistic traits kwa Kiswahili. Sijui kama Mohamed unajua kuna neno, lakini niligumu, nimetafuta, nimeshindwa. Lakini kama jamii tume normalize, tunaona kitu cha kawaida, ule ukatili wa kihisia, ukatili ndio wa yani physical, wa kimwili, tumevinormalize. Na pia tunawakuza watoto kuona kwamba unataka chukua yako. Hiyo yote inaenda kujenga hizo tabia za narcissistic, kwamba leo hii naweza nikampiga mke wangu au mtoto wangu au mtu aliyenizunguka, si ndio? Na hata isinishtue. Yaani nafsi yangu hainisuti. Na jamii pia haishtuki na wewe. Na jamii pia haishtuki. Yaani jamii itakukandamiza. Utaonekana mtu ambaye siye. Lakini ile tabia inaonekana kama ni kawaida, ndo wanaume walivo. Wanaume wana hasira. Inabidi nyie muwavumilie, stahamili. Lakini hiyo yote inaenda kujenga zile narcissistic traits or characteristics ambazo sasa sio nzuri, kwa sababu hiyo inajenga kwenye mfumo wa binadamu mwenyewe kwamba hiki ninachokifanya ni sawa, hakina shida yoyote. Mihambo, wewe ni mwenyeji wetu hapa Zanzibar. Na unafanya kazi za usaikolojia TBS tunasema. Ni kesi gani za ukatili wa kijinsia ambazo kwa uzoefu wako, inawezekana huna takwimu sahihi, kwa sitaki kukuweka kwenye mazingira magumu, lakini kwa uzoefu wako ambazo unakutana nazo mara kwa mara, ambazo unaweza ukasema kwamba zipo dominant au zimeshika hatamu zaidi hapa Zanzibar? Asante sana kaka yangu Baruti. Haya matukio yapo, na kama ulivyosema sina zile takwimu sahihi, lakini matukio mengi ambayo nakutana nayo mimi ya ukatili wa kijinsia, hapa ni ukatili wa kimwili, zile physical abuse. Na zaidi wanaofanyiwa hizo physical abuse ni akina mama, ndio wanaofanyiwa zaidi. Ndio, na watoto. Lakini pia kuna ukatili wa kingono ambao
aidha wanaume wanatumia ule ukatili wa kingono kama ni adhabu, ipo sehemu hiyo, lakini pia wanafanyiwa watoto wa jinsia zote, wanawake na wa kiume. Lakini pia kuna kesi ambazo zipo, kesi za ukatili wa kihisia, na wengi wanakuja kuzungumza hayo matatizo ni wanawake, na imekuwa ngumu kwa sisi wanaume kuzungumza labda kwa sababu ya hiyo mifumo ambayo ipo, utamaduni wetu, na kama hapo ulivyosema kwamba mwanaume halii, si ndio? Ambao mfumo tangu tuko wadogo tunaambiwa mwanaume halii. Kwa maana kama mwanaume halii, maana yake mwanaume hawezi kwenda kulalamika kwamba eti nimefanyiwa ukatili, labda nimepigwa na mke wangu. Kwa hiyo inakuwa ni swala la aibu katika jamii ile au kwa yule mwanaume. Kuna na ukatili mwingine ambayo upo, labda ukatili wa kiuchumi. Unaweza ukaja labda mwanaume kumzuia labda mkewe asifanye kazi ama zile fursa za kuweza kupata kipato. Lakini pia kuna, sio mwingi sana, ukatili wa nisemeje, ambao kesi zake zinakuwa chache sana, ukatili wa kihisia nadhani, ambao pia kwa wengi wanaozungumza ni akina mama. Sisi wanaume tumekuwa gumu sana, lakini naamini kwa wanaume wapo. Lakini hii utamaduni wetu na malezi yetu ndio umetufanya kwamba tusiweze kuzungumza. Mimi nina swali kwa watu waliopo hapa. Nani kati yetu anajua au kama kwa swali la kupiga makofi au kamera labda ikageuka inaweza kuonyesha watu wakaonyesha mikono kwenye, wangapi kati yetu tunajua watu waliofanywa vitendo vya ukatili? Kama unajua mtu yote aliyefanya kitendo cha ukatili wa kijinsia, au mwanamke au mwanaume, naomba unyoshe mkono juu. Sitasema umtaje jamani, msio na wasiwasi. Nauliza tu kama unafahamu kuna mtu amefanyiwa au amefanya kitendo cha ukatili wa kijinsia, naomba unyoshe mikono juu. Tunataka tu kusaidiana. Okay. Walionyesha wote. Na sisi hapa tunaruhusiwa kunyosha tuliopo hapa. Okay. Sawa. Tupo ambao tumeshuhudia, haina neno. Kati ya tulioshuhudia, wangapi kati yetu tuliona kuna umuhimu wa kwenda kuripoti au kusema sehemu sahihi? Dada yangu pale alinyosha, dada yangu pale ulienda kutoa taarifa sehemu sahihi. Asante. Labda niseme hivi, wanaume wangapi walienda kutoa taarifa sehemu sahihi baada ya kushuhudia haya? Wanawake wangapi walienda kutoa taarifa sehemu sahihi au sehemu yoyote baada ya kushuhudia haya? So at least kwa kina dada tuna mkono mmoja. Kwa hiyo tunarudi pale pale, ukimya. So nataka niulize kwa watu mliopo hapa kabla hujarudi, kwa nini tunakuwa kimya? Wote tumekubaliana sio kitu sahihi, si ndio? Kwanza tuanze, nisije nikawa na hisi tu kwamba sio kitu sahihi. Wote tumekubaliana kwamba ukatili wa kijinsia sio kitu sahihi. Wote tumekubaliana hivyo. Kwa nini inakuwa ngumu kwetu kwenda kutoa taarifa? Naomba mtu anataka kuongea tafadhali, mic ije huko. Nisaidieni mic, nataka kusikia kutoka kwa mtu yeyote. Unaweza ukanyosha mkono. Kwa nini inakuwa ngumu kwenda kuongea? Kuna kaka pale amenyosha mkono tafadhali usisahau kujitambulisha jina lako. Kwa nini inakuwa ngumu kwetu kwenda kuongea? Simama kaka tukuone, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kwa jina naitwa Mbwana Ali Mbwana. Kwa upande wa wanaume kusema kama kazalilishwa au kwenda kutoa ripoti kama kazalilishwa, kwanza unajisikia aibu. Kwenda kusema mwanamume mwenzako kazalilishwa au mwanamume utoke ukasema umezalilishwa, aibu unajisikia. Kiukweli si rahisi
mwanamme akatoka akaenda akasema kazalilishwa. Kwa upande wa kike ni simple, lakini kwa wanaume aizawe si rahisi. Thank you. Okay, sawa, naelewa. Je, dada yangu karibu pale. Kama dada ongea pale alafu nitarudisha na swali nyingine nitauliza. Sawa. Kama sio sahihi kusema, je, wanaume kwa wanaume pia tunaambiana ukweli kwamba unachofanya sio sahihi? Lakini tuanze na dada pale. Kwa nini unahisi watu watoe taarifa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Napinga hoja ya kakaangu kusema kwamba wanawake ni rahisi, ni simple. Sio simple. Kwa sababu mwanamke kaumbiwa aibu. Unapokuwa sogeza mic dadangu usikike vizuri. Sogeza mic karibu na mdomo. Yeah, unapokuwa una aibu kwenda kuripoti jambo lako ulofanyiwa ni jambo ambalo linabeba aibu. Kwenda kumwambia mtu mimi fulani kanifanyia ukatili. Ukatili ambao ni si rahisi kuutamka kwa kila mtu akajua kwamba fulani yule pale kafanywa jambo fulani ambalo ni la aibu. Basi wewe ulofanyiwa hilo jambo unajisikia vibaya kwenda kutoa ripoti, hali ya kuwa unajua kabisa mimi nikishagundulika nimefanywa hilo jambo, jamii ilonizunguka itakwenda ninyanyapa, itanichukulia yule kafanywa vile, kataka mwenyewe yule, jambo kajipeleka mwenyewe yule. Kuna watu watakuchukulia umejipeleka mwenyewe na wengine watakuonea huruma kwamba yule ni mtihani tu umempata. Kwa hiyo tunahofia kwenda kupeleka shida zetu sehemu husika kwa kuhofia ile aibu. Bora ubaki nalo jambo lako mwenyewe kwa kuepuka nini? Aibu, kunyanyapaliwa, watu kukudharau, kitu kama hicho. Yes. Nachoelewa dada alichosema kwamba hata kwao sio rahisi. Yes. Lakini kwa wanaume tulikuwa tunahisi kwamba ni rahisi kwa kina dada kwenda kusema. Yeah. Lakini umesikia kwa mtazamo aliotoa yeye kwake pia sio rahisi. So kabla sijarudi kwa wataalamu hapa, nataka niulize swali kwa washikaji zangu hapa waliopo hapa. Sawa, hatuwezi kwenda kuripoti au tunaona aibu kwenda kutoa taarifa. Je, tunawajibishana wenyewe kwa wenyewe pia? Kwa nini hata hiyo pia inakuwa ngumu kama sisi ni wanaume tunaamini sisi ni majembe kweli kweli yani? Yaani kwa nini hata sisi kwa sisi hatuwezi kuwajibishana? Okay, kwa jina naitwa Sud Hamis na nimekuwa interested kwenye hii mada hususan tukizungumzia ukatili wa kijinsia. Kwanza tayari jamii yetu imemframe kama mwanamume ndo mtendaji wa ukatili wa kijinsia. Hii ni source moja hapo inamfanya hata yeye mwenyewe akifanyiwa anashindwa kwenda kushtaki. Sasa na mwizi kumwambia ajibie. Jambo la pili pia mifumo ya nchi, serikali, jamii, mashirika, umoja wa kimataifa, vyote unaona hata zile kampeni zinazoendelea zote zinamzungumzia mwanamke na mtoto. Empower woman, empower child, no man. Kwa hiyo unakuta mwanamume mwenyewe pia hamasishwi. Lakini pia ukija katika mifumo ya ndani, hususan kwenye upande wa malezi yalivyo, mara nyingi mtoto anayefuatiliwa sana, anayechungwa sana ni mtoto wa kike, tofauti na wa kiume. Kwa hiyo unakuta 90% mwanamume anajilea mwenyewe kuliko anavolelewa na familia. Kwa hiyo yeye anakuwa kutokana na jamii ilivyo. Kwa hiyo hichi pia ndo kinamfanya jamii namzungumzia vipi mwanamume, ndo mwanamume anavyo-behave. Haimaanishi kasomeshwa, haimaanishi ndo rule na regulation anatakiwa azifate, haimaanishi hivyo. Lakini kingine kinaangalia marafiki. Mimi nita-behave the way marafiki nilokuwa nao wa kiume. Kama marafiki zangu ni walevi, na mimi nita-participate kuwa mlevi kwa sababu wanaume wenzangu ni walevi. Wanaume wenzangu akiwa ni wezi. Yaani naangalia na ile peers, vipi tunavyoishi. Kwa hiyo bado mwanamume kaachwa kwamba ni mtu ambaye yuko perfect na anaweza kujisimamia kwa kila kitu. That's right. Asante sana bro. I appreciate your honesty na appreciate ukweli wako. Nataka nirudishe kwa Nadia hapa. Moja, alichoongea kaka nadhani kinashabihiana na kile ulichozungumza wewe kuhusiana na jamii na mapokeo. Na mara nyingi watu yani sisi ni matokeo ya jamii zetu. Mara nyingi iko hivyo, si ndio bwana? Lakini nataka twende step mbele zaidi. Kuna hatari gani kwa mwanaume kuendelea kukaa kimya kwenye hili swala, hususan kwenye swala zima la ukatili wa kijinsia? Kuna hatari gani kwa wanaume kuendelea kukaa kimya? Kuna hatari kubwa, na kama tunazisikia sasa hivi kwamba mwanaume mwenyewe anaona kwamba ninaachwa nyuma, kwamba kuna
kuna fursa, kuna vitu, kuna maendeleo yanatokea ambayo hayamhusishi mwanaume au sizungumziwi au nimekuwa neglected. Nayo ni a form of abuse, si ndio? Emotional abuse, neglect is abuse, vyote physical abuse ni abuse. Sasa kama wanaume tutaendelea, si ndio, kuchukua tu kwamba kwa sababu mabadiliko lazima yanaanza na mimi. Mimi kama Nadia siwezi nikakaa nikasema, siwezi nikaongea kwa sababu nitaenda kuitangaza aibu yangu. Kwa sababu kadri ninavyokaa kimya mimi, yule mwanangu alionizunguka, yule mtoto wa dada yangu, yule binami yangu, naye ataona namna ya kukabiliana na hizi changamoto za maisha ni kunini? Kukalia kimya. So tunaukuza ule mfumo unaendelea. Na kama mwanaume tukaona tukasema kwamba okay, jamii ndio inanichukulia hivi, marafiki mienendo yetu ndio hivi, hatua ndio hizi, na kwa sababu ni sawa ulichokisema kakaangu kwamba wote tunataka kubelong, tunataka kuwa sehemu ya watu, kuwa sehemu ya watu, sehemu ya jamii. Kama mimi kundi langu ndio hili, alafu shughuli zetu ni tunajihusisha na kuvuta labda bangi. Nisipovuta bangi wenzangu wataniona we vipi? Labda we umetumwa nini utufuatilie. So lazima na mimi nini? Niungane nao. Kwa sababu wote tumeumbwa kubelong. Hamna binadamu ambaye anaweza kujimudu peke yake, yani akaishi peke yake tu peke yake. Yani hiyo ni kitu ambacho hakipo. Sasa inabidi mmoja wetu ndani ya hichi kikundi, hivi vikundi, asimame aseme jamani haya mambo tunayoyafanya sio sawa. Kwa sababu nisiposema mimi, lazima mmoja wetu ajitokeze ndo awe sasa ndo mwerevu. Unaona kama nchi yetu hatukupata uhuru tu hivi. Kuna mtu alinyanyuka akasema jamani kinachoendelea hatukipendi, hatukitaki. Tunataka uhuru, tunataka maendeleo yetu. Si ndio? Lazima mtu atasimama. Kama kuna mitume yetu, watu sio walikuwa wengi lakini kuna mtu alisimama akasimamia na mabadiliko yakatokea. Inabidi iwe hivyo. Kwa sababu tukikaa tukaendelea kusema ndo mfumo ulivyo, ndo mfumo ulivyo, ndo jamii ilivyo, ndo watu walivyo, ndo wanaume tulivyo, basi tutaendelea kuwa hivyo hivyo. Na kwa nini hii mada tunaizungumzia na kwa nini hii podcast tumeianzisha ni kwamba huu mfumo tulioanzisha sisi wanaume, na nasema sisi wanaume kwa sababu kwenye hii podcast yetu na mimi najitazama kama mwanaume by association kwa sababu naongelea upande wa wanaume nikisimama hapa na Michael. Si ndio? Sisi wanaume pia tunakandamizwa na mfumo tulioanzisha wenyewe. Sasa tukakaa tukasimama tu tukasema okay, mfumo ndo ulivyo, ndo mambo yalivyo, tunaendelea kufa wenyewe na tai shingoni kama Mjerumani. Kwa sababu ukiangalia takwimu zinasema anayejiua zaidi nchini Tanzania, yani wanao commit suicide ni wanaume. Kwa nini mtu tu achukue uhai wake? Sio kitu cha kawaida mtu kusema, watu tunaogopa kufa. Lakini mtu paka umefika hatua kusema jamani nimeshindwa, wacha nirudi kwa Mungu wangu. Ni kitu kikubwa. Na pia kwanza dini zetu zinatuambia kitu gani kinatokea mtu akijiua. Ni kitu ambacho pia kama mna imani unajua hiki kitu ambacho ni hakifurahiwi na Mungu. Sasa unajua hata hapo inaweza nisiende kukutana na huyo Mungu. Lakini ninaona nimeshindwa. Hizi ni takwimu zipo. Sasa tukiendelea sisi wanaume kusema huu ndo mfumo, ndo jamii iliyotuzunguka inatuambia hivi, ndo mababa zetu wamefanya hivi, ndo ndugu zetu wanafanya hivi, ndo kaka zetu wako hivi, basi tutapoelekea sio pazuri. Si ndio? Na mwisho wa siku ndio kuna wanaume pia wanakuwa wanatendewa ukatili. Si ndio? Sio tu watendaji, lakini wengi wetu ambao wanatenda ukatili ni wanaume. Na ndio maana mpaka kesho hizi UN Women, sijui organization, serikali zitamsimamia mwanamke kwa sababu yeye ndo anaathirika zaidi. Sasa sisi tutaendelea kukaa na tai zetu shingoni tunakauka tu, tunaishiwa, lakini mambo yanaendelea, jamii inaendelea kutupita. So mimi ningependa kuwahamasisha kaka zangu. Inabidi mmoja wetu, lazima sisi ni viongozi kwenye jamii. Jamii imetupa hilo jukumu, dini zinatupa hayo majukumu, wanaume ndio kichwa cha familia, ndio viongozi, si ndio? Ndio wanawake pia tuna uwezo wa kuongoza, lakini ukiangalia hatupendagi, lazima tu tusimame. Si ndio? Tunalazimika. Lakini ukiangalia mwanaume
umepewa hilo nafasi yako. Sasa kama mwanaume inabidi sasa tusimame. Kama unaona huu mfumo hatujaupenda, basi tuusimame, tuzingatie kwamba tunaibadilisha jamii yetu, kwa sababu hiyo jamii ya kesho inatutegemea sisi. Sisi tukikaa kimya tukasema ndo tulivyo, na wakesho watakuja sema ndo tulivyo, na wakesho kutwa naye atakuja atasema ndo hivyo ndo tulivyo. Na hii issue inaendelea kukua, haitoisha leo kadri tutakaa kimya. Asante sana Nadia. Miambo, kuna kitu Nadia ameongea, nataka nikurudisha kwako. Nadia ameelezea ugumu wa watu kuongea na nini na vitu kama hivyo. Lakini nataka niilete katika muktadha wetu tunaozungumza hapa au vipi? Na tukisikiza maneno ambayo watu wameongea na ugumu wa kuongea. Unahisi jamii ina uwezo wa kumtenga mwanaume ambaye anaweza kuwa tofauti na wenzake na akaamua kusimama kwenye hili? Unahisi jamii inaweza ikamtenga au jamii inaweza ikampongeza? Yaani unahisi kipi ni kipi? Kwanza nijibu swali lako, alafu kuna kitu nataka niseme. Karibu. Swali kwamba ninahisi jamii inaweza ikamtenga ikiwa atazungumza ukweli, si ndio? Kwa baadhi ya familia inatokea hivyo. Lakini uhalisia kutengwa kule ni kutengwa kwa muda tu. Lakini ni vizuri mtu akazungumza, kwa sababu unapozungumza maana yake umesaidia watu wengi kabisa. Baadhi ya familia zina watenga wale watu kwa sababu amevunja ule muhali, si ndio? Yeah. Lakini kutengwa kule sidhani kama kuna madhara makubwa kuliko madhara ya kukaa kimya. Yeah. Sasa nikitoka kwenye hilo swali, nitaka kusema kwamba nilisahau kuna ukatili mwingine ambao unatunyemelea sasa hivi, ukatili wa simu. Mtandaoni. Mtandaoni. Sasa hivi nadhani huko mnaweza mkathibitisha hilo kwamba wanaume tuna ile tabia ya kutaka kuzidhibiti, kujua kila kitu kwenye simu ya yule mwenza wake. Hayo mambo yapo. Lakini pia nataka kuunga mkono kwa dada pale alosema kwamba kwa wanawake ni vigumu. Na ni kweli wanawake ni vigumu, na naamini inawezekana miongoni mwetu hapa bado hatujaweza kusema. Na kuna watu ama wanawake ambao wamefanyiwa ukatili wa kijinsia ama ukatili wa ngono tangia watoto mpaka wanaolewa. Sasa zile shida ndo zinaanza kuja kujitokeza pale. Na kama hajapata mtaalamu mzuri akakaa naye akazungumza naye kutokea nyuma, basi inakuwa ni ngumu. Lakini ukimpata mtu, unampata mteja anakuja kwako, unazungumza naye, yeye anakuambia shida za sasa, lakini ukijaribu kutumia hii elimu yetu ya kisaikolojia ukenda deep zaidi, utakuta kwamba miaka nyuma aliwahi kufanyiwa hivyo vitendo vya uzalishaji. Na ndio sababu ambayo sasa hivi inamwandama. Naweza kusema kwamba vinachangia baadhi ya ndoa kuvunjika. Kwa sababu ya vitendo ambavyo sisi wanaume tuliwafanyia wale wanawake wakiwa watoto. Ukatili wa kingono, si ndio? Mtoto amekaa nalo lile jambo, amekuwa nalo mpaka amefikia hali kubwa, amepata bahati, amepata mume. Sasa kwa sababu wanaume wengi hatuna muda wa kusikiliza, basi yule dada anapopata mume, hizi kwenye safari za kwenda mjini, nadhani nikisema hivyo mshaelewa huko. Safari za kuelekea mjini, mashirikiano yanakuwa madogo, kwa sababu anamuona yule mumewe kama yule wa miaka ile aliyemfanyia vile vitendo. Kwa hiyo mashirikiano ya safari za kwenda mjini yanakuwa si mazuri. Na kwa sababu wanaume akili zetu ziko pahali fulani, hatutaki kuelewa, tunaona kama mashirikiano hayapo, safari za mjini hayupo. Kumbe mwenzetu ana shida za kufanyiwa uzalishaji wa miaka iliyopita. Ustamilivu hatuna, ndoa inavunjika. Sasa anaweza akapata mume mwingine na mume mwingine akawa shida ni ile ile,
ndoa inavunjika, mpaka apate mtu ambaye atamwamini kama wataalamu hapa, akapata chiba, ndio ambalo ile tatizo linaweza likaondoka. Yeah. Anachosema mtaalamu ni kwamba hili tatizo haliwezi kuondoka mpaka litatuliwe. Yeah. Yaani haliwezi kuondoka kimiujiza. So kabla sijapeleka swali la moja au mawili ya mwisho kwa watu wetu hapo ndani, nataka nikuulize kitu. Mwanaume leo hii akijitambua na akaamua kusema bwana, mimi nataka kubadilika, inabidi aanze na nini? Hiyo ni hatua nzuri. Kwa sababu hiyo ni hatua kubwa. Ya kusema mimi nataka kubadilika ni hatua kubwa. Cha kuanza nacho, nadhani haihusiki kwenda kutangaza au kwenda kwa mtu yoyote. Yaani ile unaweza ukaanza mwenyewe. Moja ya jambo mmeliongelea ni kwamba kuna aibu fulani ama ni kitu cha kawaida. Si ndio? Kwa sababu unaweza wewe ukawa umebadilika lakini jamii bado iko pale pale. Mpaka wote tubadilike inachukua muda. Si ndio? Lakini wewe mwenyewe ukishasema mimi nachukua hatua naanza kubadilika, basi tuanze. Nadhani kwa sababu wanaume wengi wetu, na naongelea kwenye upande wa sisi kuwa sasa watendaji, watu ambao tunadhuru wenzetu. Yes. Si ndio? Tuanze sasa kujifunza jinsi gani ya kuzungumzia hisia zetu. Wanaume wengi, sijui wangapi hapa na Michael hujawauliza. Wangapi? Unaweza kuwauliza. Sijui jinsi gani ya kuframe, lakini wangapi wetu tunajua kama una huzuni au una uoga, unaweza ukasema, ukayaongelea, kama ni rafiki, ni mwenza wako, ukamwambia jamani mimi naogopa kwamba labda wewe ukipata hii fursa ukaenda kusoma uko nje au ukapata hii kazi, mimi jamii itaniona kama vile sifai. Au atakuja mwanaume mwingine ambaye ana mali zaidi, ana cheo zaidi, alafu wewe ukaenda naye. Wangapi wetu tunaweza leo tukasimama tukamwambia mwenza wetu, huyo ni mwenza wako ambaye mnajuana, mnaongea mambo yenu ya siri. Wangapi tunaweza tukasema mimi naogopa kweli kweli, wewe ukipata hii fursa unaweza ukaniacha. Dada amenyosha, huku wana wamekaza. Wanaume bado hatuna ile vocabulary, ile lafudhi ya kuweza kusema jamani mimi naogopa, mimi nina huzuni. Hata huzuni mpaka unajua muda mwingi hata hiyo kujiua ni huzuni uliopitiliza. Anashindwa mtu sasa kuendelea, tunachukua hizo hatua za extreme. So kitu cha kwanza ningesema anza kujifunza lugha za yani hisia, anza kujifunza kuhusu hisia zako. Sio lazima uende ukaziongelee kwa mtu, lakini anza we mwenyewe kuzinotice kwamba okay, mimi sasa hivi naogopa ile mke wangu yule akipata ile kazi au mpenzi wangu yule akipata ile fursa anaweza akachukuliwa. Wajamaa wamejazana huku, wana vyeo kunishinda, wana pesa kunishinda, wana magari, whatever. Si ndio? Anza wewe kujijengea ule uwezo, kwa sababu hiyo itavunja sasa ile wewe kureact tu kwa mihemko. Kwa sababu hata utendaji wa ukatili, hamna mwanaume ukisema wanaume wanapenda wanawake. Ama amwapendi wanawake? Mnatupenda. Tunawapenda wanawake. Lakini tunawatesa wanawake. Tunawaumiza wanawake. Unaona hivyo vitu vya ndani? Tunawapenda lakini tunawapenda sana mpaka tunaamua tuwatese. Mpaka tunawatesa. Haiendani. Si ndio? Lakini yale mateso tunayowapa hao wenza wetu, hii jinsia nyingine, ni kwa sababu tunashindwa kujihimili wenyewe na kuzimudu hizi hisia zetu na machovu yetu na changamoto zetu tunazozipitia. Sasa ambaye anajitambua anasema mimi nataka kubadilika, anza polepole kujifunza jinsi gani naweza kuelewa hisia zangu. Alafu unaanza sasa, unachukua hatua ya pili, jinsi gani naweza nikazimudu hizi hisia ili zisitoke tu hivi hivi. Kwa sababu muda mwingi ukikaa na mtu, mimi napenda sana kufanya kazi na wahalifu tunawaita au perpetrators, kwa sababu mwisho wa siku ni binadamu kama mimi na wewe. Mwisho wa siku yeye pia ni mtu kama wewe ambaye ana haki, ambaye ana hisia, ambaye yani ni mtu mzuri. Mimi ndio napenda kuamini hivyo kwamba wote tunazaliwa ni watu wazuri. Yani Mungu anatuumba wote soul yetu, nafsi yetu ni Mungu. Si ndio? Mwili ndo utakufa, utaisha, lakini nafsi zetu zinarudi kwa mwenyewe, si ndio? So
siamini kwamba Mungu ni mtu mbaya, ni kitu kibaya. Right? So hata hiyo kutenda yani ukatili sio kitu chako cha kawaida. Ni umekumbwa na mambo mengi mpaka yamekuzidi we mwenyewe. Ni kama shetani kakuvaa, unaenda kutenda vitu ambavyo wewe mwenyewe ukirudi ukakaa kimya, wewe mwenyewe unashindwa kujitazama kwenye kioo. Wengi wa wanaume ambao wame perpetrate, ukizungumza nao ye mwenyewe anaona shida kujikubali, kwa sababu hata hivyo vitendo vyake hakubaliani navyo. Si ndio? So cha muhimu ukishajitambua ukasema mimi nataka kubadilika, hata kama wewe hujawahi kutenda ukatili, anza na hisia zako, anza kujijua, kujitambua mwenyewe. Mimi kitu gani kinaniletea huzuni, hasira, wivu, si ndio? Ukishaelewa, alafu tunaanza kujifunza jinsi gani ya kuvimudu. Lakini ule uwezo wa ukitambua tu kwamba mimi naogopa mwanamke atanikimbia, basi yani umeshafanya zaidi ya 50% ya kazi. Unaweza ukalitatua hilo jambo. So that's what nitachowahamasisha kwamba anza, ukishaamua basi anza sasa kuzifuatilia zile hisia zako. Ukipata hasira, wewe rudi nyuma, sema hii kitu gani kimetokea ambacho kimeniletea mimi hasira. Au kama hata ushakosea, rudi nyuma, anza kufikiria kwa nini nilimpiga ukofi. Kwa mfano. Ikiwa jamii itagoma kubadilika, mtu mmoja itatosha? Ndio. Inatosha. Kwa sababu mabadiliko yanaanzia kwangu mimi. Si ndio? Kwa hiyo mimi, wewe, yule tukibadilika tutabadilisha jamii. Tutabadilisha jamii. Kwa sababu sisi ni sehemu ya jamii. Okay. Nataka nirudishe swali moja. Nataka kama watu wawili hivi, labda ningepata kama wanaume wawili na wadada wawili. Kwa wanaume, kitu gani ambacho wanaume wa kizazi hiki mnapenda kuona mkifanya juu ya hili jambo? Kwenye swala zima la ukatili wa kijinsia, ni kitu gani ambacho wanaume wa kizazi hiki mnapenda kuona au mnataka mkifanye mkiwa tofauti? Mnataka ukifanya kwa utofauti? Mikono miwili tu jamani. Kutoka kwa wanaume, kitu gani ambacho mnahisi mnaweza mkakifanya tofauti? Wanaume hakuna, wanaume wenyewe wapo sawa, wapo sahihi. Nikienda kwa upande wa kina dada, kitu gani ambacho natamani kuona wanaume wa kipindi hiki wanafanya tofauti kwenye hili swala zima la ukatili wa kijinsia? Dada pale amenyosha mkono wa kwanza. Karibu dada, usahau kujitambulisha tafadhali. Asante. Kwa majina ninaitwa Halima Masudi Abdallah. Mimi ninachoonelea kwa kizazi ambacho tunacho sasa hivi, ili kuepukana na hizi hali ya unyanyasaji wa kijinsia na haki sawa, cha kwanza kabisa, wanawake kwa wanaume tuweze kuwa tunaishi kwenye kwamba mwanaume usijiweke kwamba wewe ndio mwanaume katika nafasi hiyo ukashindwa kumsikiliza mwanamke, na wewe mwanamke pia usijichukulie kwamba wewe ni mwanamke ukajiweka chini eti kwa sababu mwanaume aniongoze. Hapana. Naweza nikasema hivi, kwanza kwa sababu mimi ni mtu mwenye hasira, ni msichana, lakini sipendi manyanyaso. Mimi ninapigana ngumi kama mwanaume akaniletea dharau. Nasema tu kweli, mimi mwanaume uwezi ukaniita mfano babalani, niite dada au nifahamu. Niite hata dada, hata kama ni umenizidi, nimekuzidi, niite dada, mimi nitakuja nitakusikiliza. Utawasilisha ujumbe ambao unataka kuniambia. Kama nitakubaliana na wewe nitakwambia sawa, na kama si nitakubaliana na wewe nitakwambia hapana. Lakini sisi cha kwanza wanawake tuna ule uoga kuona kwamba, au tunasema kwamba kujilembesha, kwamba ukiona eti au kusema kuogopa jamii itakuchukuliaje. Mimi nina uwezo kubeba zege ili kuendesha maisha yangu. Siwezi kuhofia kwamba eti mwanaume au rafiki zangu mimi watanionaje. Ndio kile kitu kingine kinachotunyima nguvu sisi wasichana, kuona kwamba labda nikikuwa niko kwa staili hii nitaonekana na jamii kwa namna hii, au wanaume sintowavutia nitakuwa nipo kwa staili hii. Ni kitu ambacho tunatakiwa sisi tukikatae na tuweze kwenda sambamba na wanaume. Mwanaume ana uwezo wa kubeba zege, mwanamke ana uwezo wa kubeba zege. Mwanaume ana uwezo kuosha vyombo, mwanamke anaweza kuosha vyombo, na mwanaume pia anaweza kuosha vyombo. Kama nitaweza kupika, mwanaume pia apike. Kama mwanaume ataweza kubeba speaker, ambao mimi ninafanya kazi hapo stage,
Mimi nina uwezo pia kubeba, lakini siwezi nikasema eti kwa sababu mimi ni msichana nitaweza kupaka rangi, nitaweza kuweka kope, kupaka lipstick sijui. Naonekana eti siweze kufanya kazi ambazo mwanaume anaweza. Ndio ni kitu ambacho siku zote kinaweza kikaweka balance ya sisi na kuweza kuheshimiana, kuweza kutoa uoga wetu na kuweza kuelezana. Hata kama nimefanyia ukatili na mwanaume, ninaweza kwenda kumweleza mwanaume kwamba mtu fulani kanifanyia hivi, na yeye labda anaweza kama msaada wangu wa kunisaidia, kama tupo katika level hizo za maisha. Asante sana dada. Kuna mtu mwingine, kipi ambacho unataka kuona wanaume wa kizazi hiki wanafanya? Kuna mwanaume wote ambadili mawazo nataka kuongea hapa? Jamani, wanaume, hii ni sehemu ya uwajibikaji, lazima tuwajibike kweli kweli. Karibu kaka. Kipi ambacho unataka au nadhani wanaume wa kizazi hiki inabidi tufanye kwenye hili? Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwa jina naitwa Basia Mwaipaja. Kwa mada yetu vya kufanya ni vingi na tunashindwa hata kucomment hapa. Tukiwaza kwa ukubwa tatizo, sometimes tunakosa hadi solution. Sababu nashinda tuanzie wapi, tufanye nini? Vya kufanya ni vingi sana. Ila kimoja hapo na choice cha kufanya ni kuzungumza. Kama mnavyofanya nini hapa, tuna address the issue, si ndio? To observe the issue kwa pamoja, tutatafuta solution kwa issue ambayo ni serious kama hii. Mimi ni swali langu moja kuwa hilo nishajibu, na swali langu binafsi kuwa me as a man najua like most of us tunasikia hizo story, tunashuhudia. Mfano mimi na jirani yangu ambaye ananyanyaswa, lakini as a man nachukua hatua gani? Na sio wa kwanza kusikia kesi kama hiyo, na wote kila mmoja humu ndani ana kesi 1 2 3, mifano 2 3. Tunachukua hatua gani nje ya kuwaza tu kusikia? Tunaripoti wapi? Yani iwe guideline ya 1 2 3 cha kufanya. Takuwa umenisaidia sana. Asante sana. Nadhani hili swali, kwa sababu muda unakwenda, nadhani hili swali linakufaa zaidi Mihambo, kwamba kwa kesi hapa Zanzibar, najua tunasema kuna gender desk au yale madawati ya kijinsia ambayo yapo, na nadhani mara nyingi huwa ni sehemu ya kwanza, lakini vile vile kuna swala zima la, ukiachana na swala la gender desk au madawati ya kijinsia, na nadhani kuna vipeperushi vipo vitagaiwa ambavyo vinaelezea sehemu gani mtu unaweza ukatoa taarifa, lakini kuna swala zima pia ya msaada ya kisaikolojia inatoka. Lakini unaweza ukajibu hili swala kwa muktadha wa hapa Zanzibar. Kipi ambacho mtu anaweza kufanya, anaweza kwenda kuripoti wapi? Kwa muktadha wa hapa Zanzibar, mambo mengi yanaanzia kwa shea. Kutoka kwa shea ndo kama unavyokwenda unasema wengine wanakwenda kuripoti katika vituo vya polisi. Wapo wengine hawezi kwenda vituo vya polisi ama kwa shea, lakini wanakuja hospitali. Sasa hivi tunashukuru Zanzibar kidogo mwamko umekuwa mkubwa wa kutafuta huduma hizi za afya ya akili ikiwemo kisaikolojia. Kwa hiyo wengi wanakuja hospitali, ikiwemo hii hospitali kubwa ya magonjwa afya ya akili Kidongo Chekundu, lakini wengine wanaanzia huko kwenye hospitali za wilaya kwenye hayo madawati ya kijinsia ambazo ni one stop centers. Yeah. Okay. Kuongeza Mike. Nadhani kabla hata mjafika hatua ya kwenda sasa kwa hizi nafasi ambazo zimewekwa, kwa sababu na hizi sehemu zimekuwa established kwa sababu wengi wetu tunaogopa kuzungumza katika jamii zetu zilizotuzunguka. Lakini kama wewe unamwona jirani yako, si ndio? Hajakufuata kukueleza, lakini wewe umesha observe, umenote kwamba hapa kuna kitu sio sawa. Unaweza hatua ya kwanza ukaichukua, ukamuwezesha hata na yeye. Maana hapo unavunja stigma. Mfate, mwambie jamani, unavunja unyanyapaa. Ndugu yangu, mimi naona 1 2 3. Uko sawa? Bila kumnyanyapaa. Unaenda kwa nia na madhumuni ya nini? Kumsaidia. Huenda wewe ndo ukamwambia basi tuongozane tuende kituoni. Ye mwenyewe asingeweza kufanya hivyo. Lakini tukaendelea sisi, naona mwenzangu yani ananyanyaswa, alafu mimi niende nikamripotie, au mimi nikae tu nimsubiria karipoti, tunaendeleza ule ukimya na tunaendeleza kunyanyapaa. Lakini yani the minute wewe umeona kwamba Michael mwenzangu mkewe anampiga, mimi najua kabisa, namuona Michael tukianza mpira, naona makovu na nasikia vilio kule saa nyingine. Mfuate wewe ya Michael, kwema humo ndani mimi nasikiaga hivi na hivi. Yani sio kwa kumnyanyapaa wala sio kumhukumu, au wala sio pia kwa kumuonea huruma, kwa sababu kama ni mwanaume mwenzio
wanaume sijawahi kuona mwanaume anapenda kuonea huruma kama maskini Michael. Unamfuata kwamba mshikaji uko sawa, mfuate kibabe, mfuate kimwanaume, ni sawa, lakini nini, umemvunjia ule ukimya. Hata yeye anaweza naweza nikaenda nikaongea na Mohamed anajua hali yangu, na pia hajaenda kunitangazia, ananifichia nini, ile siri yangu, ile haya inakuwa sisikii. Alafu pale ndo tunaweza sasa tukashawishana kwamba mwenzangu, hapa hii hali haiwezi kuendelea. Kuna sehemu 1, 2, 3, 4, 5 unaweza ukapata msaada. Hapo tayari unaijenga hiyo jamii na unabadilisha sasa muonekano na mtazamo. Na guys, kwa kumalizia kabisa, wanaume ni kufanya mambo magumu. Na wanaume vile vile ni kukubaliana na hali halisi, wanaume ni kusaidiana, wanaume ni kuambiana ukweli. Lakini pia wanaume ni kuwajibika na kuwajibishana. Kwa kama jamii lazima tuamke kabisa kwenye hilo. Na ningependa tena kwa mara nyingine tuchukue nafasi ya kujipigia makofi kwa kuweza kufika na kukubali kuwa na mazungumzo. Sio mazungumzo mepesi kama mnavyoona, lakini namna pekee ya kuweza kumove au namna pekee ya kuweza kujadili hili swala ni kama tutaweza kuzungumza. Kwa makofi kwa wote ambao wameweza kufika hapa jioni ya leo. Tunashukuru sana 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 sana. Naomba tu nimalizie kwa tufahamu kwamba wanaume sio kuwa na sauti kubwa, wanaume sio hofu, wanaume ni uwajibikaji. Tukitoka hapa leo tusulize nani alikuwa mkatili kama alivyosema Nadia. Tunaweza tukaanza kujiuliza kwamba mimi naweza nikafanya kipi tofauti kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwenzangu. Hivyo ndio namna ambavyo tunaweza tukamove. Asante sana Nadia. Ilikuwa ni maongezi mazuri sana. Tunashukuru. Asante sana Bwana Mihambo, mwenyeji wetu kutoka Zanzibar, umetupa uhalisia wa hapa. Lakini vivyo tunawashukuru sana European Union kwa kuweza kufanikisha mazungumzo haya, lakini pia makofi kwetu wote ambao tumefika na tumeshiriki hapa nasi. Sisi unaweza ukatufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii ni @men_the_podcast on Twitter, Instagram, YouTube, TikTok na kwingineko kote, na tutashare picha na sehemu zote. Muda mchache kutoka sasa, na mazungumzo yakienda hewani yakipeleka YouTube na kwenye mitandao mingine kwenye podcast yetu, basi tutashare hizi network. Mimi naitwa Michael Baruti. Asante sana na jioni njema kwenye nyote. Mpaka siku nyingine. Peace. Live. You're listening to Live with Men, the podcast.